uzima na kwa sababu ya uhai na kwa sababu ya afya. Mfalme wetu na Baba wetu, tunakupenda pia tunakuinua, ni kwa sababu ulitupenda ukatoa mwana wako wa pekee kwa ajili ya dhambi zetu, na ukaweza kuona ni vizuri, Mungu wetu na Baba wetu, tuwe hai. Tuko na sababu ya kusema asanti mbele za mbingu, mbele za ardhi na mbele za dunia. Bwana, ni kwa sababu hatuwezi tukaishi bila wewe, hatuwezi kukaa bila msaada wako. Tunaishi kwa msaada wako Almighty Father, tunaishi kwa ukuu wako Jehova, tunaishi kwa rehema zako Bwana. Tunaombea watu wote ambao wanayetusikiza, ambao wakiwa mbali, ambao wakiwa karibu. Baba, twakabidhi mkononi mwako. Yesu, twajikabidhi sisi zote mkononi mwako. Mfalme, tukikabidhi hata taifa letu la Kenya mkononi mwako, tukihitaji Bwana wa mbinguni neema yako, tukihitaji ukuu wako wa maiti, tukihitaji kuongozwa na wewe Bwana. Baba uliye juu mbinguni, hili jina lako likainuliwa, hili jina lako likapewa heshima, hili jina lako likaweza kutukuzwa kwenye kiti chako cha enzi. Mfalme wa mbinguni Jehova, tunakuhitaji ni kwa sababu wakati tutakuwa wazee wenye uvi, wenye mgogojo Bwana, tutakuwa bado tukihitaji neema yako inayepita neema zote, nguvu zako Bwana zinayepita na nguvu zote. Baba, twakuhitaji. El Shaddai, twakuhitaji. Karibu Yesu, katuongoza kwa Mungu mwema juu yetu na kwa ajili ya utukufu. Tuomba sana neno lako, tuomba ukao mwema tena mwaminifu. Sifa na utukufu zikakurudia. Kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye jina la Mwokozi, tuomba na kuamini. Amina. Naomba tuseme sana neno la Bwana. Kitabu ambacho cha Isaia 62 verse number 6. Isaia 62 verse number 6. Naomba nisomewe kwa msomaji wetu, na naamini kwamba tutaendelea. Na kabla nisomewe, naomba nikushikie ugeni wewe ulio kanisani, ili mwenye anasoma kabla ajiandae. Wewe uko kanisani, wewe uko mahali pale nje unapita kwa barabara, na wewe ambao unatusikiza mahali popote uko, mahali popote uko, na nikwambie Kristo Yesu anakupenda. Kristo Yesu anakupenda, na pendo zingine zote zaweza zikaisha, lakini kuna pendo moja ambao ni ya Kristo Yesu mwana wa Mungu, haiwezi ikaisha. Maupendo za bibi na bwana, maupendo za wazazi, maupendo za kijamii zaweza zikaisha, lakini kuna upendo ambao ni wa Mungu, hauwezi ukaisha. Naomba nisomewe Isaia mlango wa 62 mstari wa 6. Nasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Wewe Yerusalemu, hawatanyamaza mchana, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, msinyamaze kimya. Asante. Maandiko haya inaongelea kuhusu kuwekewa ulinzi, na maandiko haya inaongelea kuhusu ambao ni mtumishi wa Mungu Isaia, ya kwamba vile Bwana anahitaji unahitaji kumkaribisha huyu Bwana ili ya kuwekea ulinzi katika kuta za Yerusalemu ama katika kuta za Israeli. Wakati Bwana anaweka ulinzi ndani ya maisha ya mwanadamu, wakati Bwana anaweka ulinzi ndani ya uzao wa tumbo lako, wakati Bwana anataka umkaribishe katika uzao wa tumbo lako ili aweze kukuwekea ulinzi, mtoto wako hataweza kupatana na dawa za kulevya. Mtoto wako hataweza kupatana na watu ambao ni wakumfusa maneno iliyo na hila, sababu Kristo Yesu amemwekea ulinzi.
amemwekea ulinzi kuanzia miguu zake, amemwekea ulinzi katika mawazo zake, amemwekea ulinzi katika kutembea kwake. Hataweza kupatana na watu si wazuri, hataweza kupatana na mashauri baya, sababu amewekewa ulinzi. Tunaongelea ulinzi ambapo ni wa kiungu. Kuna watu ambapo wameweka ulinzi ambapo ni wa Shetani. Kuna watu ambao wameweka ulinzi ambapo ni wa ulinzi ambapo ni wa maumbwa, ati umbwa ndio mlinzi wao. Kuna watu wameweka ulinzi ambao ni ya watchmen. Kuna watu wameweka ulinzi ambao ni ya fedha zao. Kuna watu wameweka ulinzi ambapo ni ulinzi wa kuwa analindwa na bunduki. Lakini tunaongelea ulinzi ambapo ni ulinzi wa Bwana Yesu. Bwana Yesu atakapowekea mtu ulinzi ama atakapowekea mtu security, hiyo security ya Mungu itakuwa ni security. Unajua bunduki haiwezi zuia upate kansa. Unajua umbwa haiwezi zuia upate HIV. Unajua umbwa haiwezi kazuia upate pressure. Unajua umbwa haiwezi ikazuia upate ugonjwa wa sukari. Lakini tunaongelea ulinzi ambao ni wa Roho Mtakatifu wa Mungu, ulinzi ambao ni wa Mungu aliye hai, ulinzi ambao ni wa kulinda, utaweza kukulinda mpaka na magonjwa. Hizo maulinzi zote ambao tumetaja haziwezi zikakupa afya, haziwezi zikakupa amani, haziwezi zikakuzuia kupata ugonjwa wa moyo, haiwezi ikakuzuia hiyo maulinzi kufeli kidney. Lakini tunaongelea ulinzi ambao ni ulinzi wa Bwana Yesu. Maandiko inasema kupitia mtumishi wa Mungu Isaia, ulinzi wa Mungu ni ulinzi ambao unalinda generation permanent. Ulinzi wa Bwana Yesu ni ulinzi ambao unalinda kisasi hii mpaka kisasi kitakayokuja. Ulinzi wa Mungu si ulinzi wa muda. Taka nikuongeleze wewe dada, nikuongeleze wewe brother and sisters, wewe ambapo ni dada. Taka kuongelesha mtu ambapo amesimama mahali, mtu ambapo anayenitazama, mtu ambao alio kanisani. Heri kuweka ulinzi wa Mungu ndani ya nyumba lako. Heri kuweka ulinzi wa Mungu ndani ya uzao wa tumbo lako. Heri kuweza kumuomba Bwana na kumuita Bwana, sababu Yesu alikuwekea ulinzi. Maandiko imesema vizuri, wewe Israeli, usinyamaze kimya, usifunge kinywa chako, zidi kumuita Bwana, zidi kumtegemea Bwana na kumuita Bwana ili akuwekee ulinzi. Hata ukiwa kazini unahitaji ulinzi wa Bwana, hata ukiwa kwa ndoa yako unahitaji ulinzi wa Bwana, hata ukitembea mahali popote unahitaji ulinzi wa Bwana. Wakristo wenzangu, sisters and brothers, tunahitaji ulinzi wa Bwana, tunahitaji kuongozwa na Bwana, tunahitaji security ya Mungu ili tukaweza kuwa na security ya kuweza kupigana na maadui. Bwana akikuwekea security, maadui watapata nafasi juu ya uzao wako, juu ya watoto wako, juu ya jamii yako, juu ya kile tuko nacho. Waganga na wachawi hawatapata nafasi. Heri mtu yule atakayeweka utajiri wake katika ulinzi wa Bwana Yesu. Heri mtu yule atakayeweka ndoa yake katika ulinzi wa Bwana Yesu. Ndoa zinahangaika sababu hujaziwekea ulinzi, hujaziwekea ukuta, hujaweza kutengeneza ukuta ambapo ni security ya kuwekea ndoa yako. Nataka ujiulize swali, wewe sister and brothers, umewekea watoto wako ulinzi wa kiasi gani? Umewekea watoto wako ulinzi gani? Umewekea mke wako ulinzi
ulinzi gani umewekea bwana yako? Ulinzi gani? Lazima uwekea ulinzi, upate ufahamu. Yaani mtu yule atakayepata ufahamu ya kwamba akiwekea familia yake ulinzi wa Bwana Yesu aliye hai. Watu wengi wamewekea watu ulinzi ambao ni wa muda. Unajua ulinzi wa Mungu umeshinda baka kandi asha. Ulinzi wa Mungu umeshinda baka za NTIF. Sababu ni ulinzi. Ulinzi wa Mungu umeshinda kila kitu. Sababu ulinzi wa Mungu ni permanent. Ulinzi wa Mungu ni permanent. Ulinzi wa Mungu, tunaongelea ulinzi, yani security ya Bwana. Bwana anapokuwekea security, maisha yako inabadilika. Lakini maandiko inasema usinyamaze wewe kuta za Yerusalemu, zidi kupasa sauti. Utapata ulinzi wa Mungu, utapata security ya Mungu katika maisha yako. Wewe kijana, wewe msichana, wewe mama, wewe mzee, utapata ulinzi wa Mungu kwa sababu ya kupiga magoti. Hautapata ulinzi mahali pengine. Magoti ndio itakusaidia. Magoti ndio passport. Magoti ndio passport na kupasa sauti. Kuambia Bwana, ningeomba unipe ulinzi. Hizi maulinzi zingine watu wameweka za uganga, za paka, za vitu zingine hazina maana, zitaisha. Lakini ulinzi wa Bwana, ulinzi wa Bwana, watu wanaweka ulinzi wa dogi, inapewa dawa. Ulinzi ile unaweka ulinzi wa Ochimeni, anafungwa na kamba. Anafungwa na kamba. Unaweka ulinzi wa sijui wa girili, inakatwa. Wakristo, my sister and brother, tuweke ulinzi wa Bwana Yesu. Tuweke ulinzi wa Bwana Yesu, yani security. Tuweke security ya Bwana Yesu. Sikata hizo security zingine zote tuweke. Lakini hizo security zingine hazitaweza kulinda mioyo zetu, hazitaweza kulinda afya yetu, na haitaweza kupea ndoa zetu amani, haitaweza kupea mke amani, haitaweza kupea mume amani, haitaweza kuzuia ibilisi Shetani. Hiyo ulinzi tunaweka inazuia mwanadamu. Mwanadamu yaweza kosa kuingia sababu ni mwanadamu mwenzake. Lakini ile ulinzi ile security nakwambia uweke. Ama ile security ambayo nakwambia uweke. Jaribu kuweka security kupitia kupiga magoti. Security ambao ni ya spirit. Unajua spirit haiwezi iwa ndogi kuingia. Spirit haiwezi iwa na Ochimeni. Spirit haiwezi iwa na bunduki. Spirit itaingia tu. Weka security ya Roho Mtakatifu ili aweze kukupa afya. Hiyo amani unahitaji. Hiyo furaha unahitaji. Hiyo upendo unahitaji. Utaipata wakati unapoweka security ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Unapoweka Roho wa Mungu, awe ndiye anaprovide, awe ndiye anakusaidia, awe ndiye anakuongoza, sababu spirit ya demonic, uganga na uchawi, ushirikina, hauwezi ukashikwa na dogi. Hauwezi ukaweza kukamatwa na umbwa. Na uwezi kukamatwa na Ochimeni. Uganga utapita, uchawi utapita, ushirikina utapita, na uwezi ukashikwa na umbwa. Lakini mwanadamu mwenye ambapo anakuja, unaweza security ya kuweka kwa dogi ni kuamshe. Kwambia kuna mtu ako hivyo. Uamke, kipiga ikiwika. Hiyo ndio hiyo. Ochimeni na ni ngangana na yule mtu na awike ama aitane. Lakini spirit itapita tu katikati. Tunaongelea madhabahu kama za magonjwa. Madhabahu za magonjwa zinapita katikati. Madhabahu za magonjwa zinapita katikati.
madhabahu za magonjwa, madhabahu za divorce, madhabahu za divorce, madhabahu za magonjwa sugusugu zinapita katikati. Hizo utaziweza sababu ya magoti. Hizo utaziweza sababu ya kujiconnect na madhabahu. Hizo utaziweza sababu ya kukubali kupiga magoti na kupasa sauti na kuambia Bwana, nilinde na ule mwofu, nilinde na madhabahu za giza, nilinde na madhabahu zote zizo uungu. Hiyo ndio security ile ambayo naongelea. Hiyo ndio security ile naongelea. Hiyo ndio ulinzi. Ulinzi ule ninaongelea ulindwe na Bwana. Hiyo ndio kulindwa na Bwana. Bwana akulinde. Bwana alinde familia yako. Bwana alinde jamii yako. Bwana alinde uzao wa tumbo lako. Bwana alinde ndoa yako. Bwana alinde kile ulicho nacho. Bwana akilinda kile uko nacho, mifuko yako haitatoboka. Bwana akilinda ile uko nacho. Bwana akilinda ile uko nacho, bweha hawatapata mahali pa kuharibu vitu zako. Heri mtu yule atakaye kukubali amekio security ya vitu zake zote, akianzia na ndoa yake, akianzia na nyumba lake, amekio security na ulinzi wa Mungu aliye hai. Mungu aliye hai. Sijaongelea miungu. Mungu ambao aliye hai. Mungu wa Sadiraka, Meshaki na Abednego, Mungu wa Danieli, Mungu wa Danieli, Mungu wako hai akuwekee security kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana wa amani awalinde, awekee security na wabariki na waundie ndoa zenu na waundie maisha yenu. Na nyinyi mnahitaji kazi, Bwana awape kazi. Awape kazi nzuri. Wewe unahitaji kutoroka kazi duni, Bwana akutoe kwa kazi duni, akupe kibali. Unajua Bwana alikuwekea ulinzi wake, anakupa mpaka kibali. Bwana awabariki na watende mema. Baba, ni asante kwa watu wote wanaotazama, uwabariki na uwasaidie na mahitaji yao yote ukutane nayo kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina kuu la Yesu aliye tena ni Mwokozi, tunaomba na kuamini. Amina. Mungu awabariki na watende mema. Asante.